ulidhihirika, uliokuwa ndani ya Yesu ambaye alionekana mtu wa kawaida na mwanadamu wa kawaida. Ufalme wa Mungu kadhihirika wakati watu waliokuwa na mwili wa mbingu walishuka, wakakuwa na connection, na hiyo connection ikaachilia mitume waone Yesu ni nani. Lakini hawakuelewa. Vile hata sisi tukicheza leo hatutaelewa. Hawakuelewa. Walipoona utukufu juu ya Musa, walipoona utukufu juu ya Yohana, walipoona utukufu juu ya Yakobo, walipoona utukufu juu ya Musa, juu ya Elijah na juu ya Yesu, wakaona ile urembo, wakaona sura isiyo ya kawaida, wakaona wako dunia nyingine, na wakasikia mioyo yao imebadilika. Ile hali iko na amani, iko na starehe, shida zimesahaulika. Walisahau wako na familia, wakasahau kuna mitume wengine wamewacha, wakasahau biashara ama mambo zile wako nazo, wakasahau hata injili aliyokuwa anahubiri. Wakasikia amani ambayo si ya kawaida, mpaka wakataka hiyo amani idumu milele. Ndio wakaambia Yesu, tunaomba, hakuna haja turudi kwenye tumetoka, hakuna haja. Kile tunaona Yesu sasa ni tuwajenge tunyumba tutatu, moja yako, moja ya Musa, moja ya Elijah. Hawakusema hivyo kwa sababu ya kujali tu maslahi ya wale. Walitaka ni kama wanawapatia answer. Walikuwa na jibu ya kwamba sasa sisi tumepata kenye tunataka. Wakapata kile wanataka, amani, stress free. Wakasikia kuna anga ambayo si ya kawaida. Kwa hivyo si kutaka, walitaka Musa wapate mahali pa kukaa. Walitaka ni kama kuwapatia ile ruhusa, ama tuseme walitaka ni kama kuwaonyesha ya kwamba hakuna haja tena ya kurudi mahali tulikuwa, tumetosheka na tumefika. Nini iko mahali pale? Ni mlima wa kawaida, ni Israeli kawaida, ni hapa duniani, anga ni ile tu. Lakini wakati ufalme wa Mungu ulidhihirishwa wazi into physical, ukaleta mabadiliko ndani ya mitume. Amen. Ukaleta nini? Bwana asifiwe. Ukaleta nini? Amen. Na ndio wakatamani kuishi huko. Ufalme wa Mungu ukishuka, unafanya usahau watoto wako, unafanya usahau shida zako, utasahau hata biashara ikae. Ufalme wa Mungu ukishuka, ukafanya wasahau wako na familia, ukafanya wasahau kuna kazi wajamaliza. Hawakuwa na hiyo mawazo. Yesu anajua hajamaliza kazi, lakini kuna hali ibadilika ndani yao, ikafanya wasikie sasa tukae mahali hapa. Lakini hawakuelewa. Walifikiria vile Musa na Elijah wameshuka, hawa ndio wameleta hiyo tofauti. Kwa hivyo hawa wakikaa huku tukiwajengea pamoja na our master Jesus, mambo itabadilika. Lakini Yesu alitaka kuwaonesha yeye ni nani. Yesu alitaka mitume, si Elijah. Elijah walikuja kuongea juu ya kifo cha Yesu, maandiko inasema hivyo. Lakini Yesu mwenyewe alitaka hawa baadhi watatu wanadamu wajue yeye ni nani. Yeye ndiye ufalme. Akiingia ndani yako lazima mambo yabadilike. Akiingia ndani yako umepata uzima wa milele. Maandiko imesema kila amwaminie, kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu na hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wakujua ya kwamba Yesu mwenyewe ndiye uzima, Yesu mwenyewe ndiye amani, Yesu ndiye ufalme. Amekuja akidhihirisha ufalme. Na ndio walienda mahali pale waweze kujua Yesu ni nani, na hawakujua bado. Bwana asifiwe. Na Yesu maana aliona hawakujua, kuna kitu moja alifanya, aliwaambia jambo hili mmeona hapa, msiliongee mpaka nife. Mpaka nife ndio mtaongea. Kwa sababu alijua hawataelewa. But sisi tutaelewa. Sisi lazima tuelewe. Kwa sababu sisi tuko zaidi ya mitume. Mitume hawakuwa na Roho Mtakatifu. Sisi tuko na Roho Mtakatifu. Mitume hawakuwa wameachilia revival. Sisi tumeachiliwa revival. Kwa hivyo wakati umeokoka, zaidi ya kusamehewa dhambi, zaidi ya kukua uko na maisha mapya, zaidi ya kuahidiwa uzima wa milele, zaidi ya kuahidiwa baraka zile umeahidiwa, kuna kitu unapaswa kujua ya kwamba kile kiko ndani yako ni kingdom. The kingdom of God is in you. Amen. Amen. Lakini Yesu maana aliona hawajaelewa, akaongea akasema seek ye first.
Kwa sababu amesema ufalme huko kule, huko ndani yako. Ile the final answer ndio ilikuwa inafaa wafuate. Wangesema, "Oh, the kingdom of God is in us." Na ukijua ufalme wa Mungu uko ndani yako, kuna mambo haitakusumbua. Hata si kuna mambo yote haipasi kukusumbua. You are self, kingdom iko ndani yako. Kwa hivyo wewe ni mwana wa kingdom. Mtoto wa ufalme ama mtoto wa ufalme, tabia zake ziko namna gani? Maisha yake yako namna gani? Kuna mambo hajui, hata hajui uchumi kama umepanda. Amen. Hajui kama uchumi umepanda. Of which tunapaswa kuwa. Kuna dada moja huwa ananifurahisha sana. Kwa sababu akiongea anakumaliza, hata mimi huwa ananitia nguvu kama mchungaji. Maana huwa ananiambia yeye atakai kujua rekodi za uchumi. Hata wakati mambo yabadilika tukikutana naye ushune ile anatoa anasema mimi sitakai kujua venye uchumi unaendelea. Kile ninajua mimi ni mwana wa mfalme ambaye ako juu ya uchumi na alijua uchumi itakuja na zile hali zitakuwa na bado mimi ni mtoto wake. Na ukimwangalia vile anaongea na vile alivyo hivyo. Kwa sababu shida kweli kwake haziko, hazibishi mlango. Na huyu mama alilelewa na shida zile za kabisa. Alilelewa na umaskini ndio. Lakini alipoelewa ya kwamba ufalme uko ndani yake, the kingdom of God is inside her, akajua kama mimi ni mtoto wa mfalme, ufalme uko ndani yake. Ukiwa ufalme uko ndani yako, sio unatakikana kuitwa princess ama prince. Amen. Amen. Kwa sababu aliye ndani yako yeye ndiye king. You are supposed to be princess and prince of God. Na kama sisi ni watoto wa kifalme, ufalme umetuwekea dhahiri. Yesu aliposema ufalme uko ndani yenu, ni kumaanisha maisha yao imebadilika. Ni kumaanisha hawatakuwa ordinary people. Ni kumaanisha ya hawa vile watakaa kutaonekana utofauti. Lakini kwa sababu ya kutoelewa ufalme uko ndani yetu, ndio tunakaa kawaida. Shida zikikuja zinatugonga kama wale wa kawaida. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na unajua video inachukuliwa. Kuna wakati naona kwa video mtu analala. Ile video mpaka ya last time niliona mambo ya kulala. Tuchuke sana, shiko uchukue mpaka huko nyuma. Na hiyo utakata wakati utafanya editing. Unajua inaonekana live, watu wengi wamenikomentia vile wameona. Hata waniambia nirekebishe, wanaona ni mwanzo mzuri. Watu wamefurahia mahubiri mpaka wachungaji. John, ukae sawa sawa. Amen. Nisipigie simu niambiwe nilikuwa nalala. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tukielewa ufalme uko ndani yetu. Nimesikia maombi ya leo ya kumalizia intercession ikisema ya kwamba Bwana tumekuona. Tumeona vile unafanyia kanisa. Ni ufalme wa Bwana uko hapa. Amen. Ndio utaona every Sunday surprise. Kila siku baada ya zingine surprise. Na tusipate surprise kanisani, hata kwa nyumba zetu surprise. Amen. Amen. Kwa sababu ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Tusikae kama Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wanatafutia Yesu visababu vya kumhukumu. Ndipo hata alipowajibu hawakuelewa. Maana hawakuwa na haja kujua ufalme. Mfalme wa Israeli amekuja ambaye ni Yesu, hawamjui. Wanamtafutia dhambi. Ameponya wakati wa Sabato. Alipoponya ule mzee ambaye alikaa miaka 38, alipoambiwa achukue godoro lake na aende, walitafuta visababu. Kwa nini ameponya siku ya Sabato? Hawajui mfalme yako nao. Laiti wangejua ni nani wako na yeye, naona Israeli ingekuwa transformed. Naona Israeli ni mahali watu wangeenda kutafuta amani. Si vile hawa wanatafuta amani. Ingekuwa vice versa. Si tungekuwa tukitafuta pesa, tunaenda kutafuta amani. Tunachota, tunabeba na mkebe. Na tutabebaje? Tunaenda tunastarehe ndani kama vile walikuwa in the Transfiguration Mountain. Vile walikuwa katika mlima wa madhihirisho. Hiyo ndio ingefanyika Israeli mpaka leo. Watu wengi wangeenda kutafuta amani na wanarudi nayo. Naona ningeenda nibebe maji ya Jordan. Nikuje niseme hii maji ikiwa hapa nimebeba amani ya huko Israeli. Lakini hawakujua ni nani amewatembelea. Ni mfalme na amevaa si kama mfalme. Ni mfalme anatembea si kama mfalme. Wakati tu alitamani kubebwa na mnyama, ni punda alimbeba tu kusema yeye ni mfalme. Lakini hawakujua mfalme yako ndani yao. Amen.
Na kuna mmoja alijua, mmoja tu. Ndani ya hiyo safari ya Yesu yote, mmoja tu ndiye alijua. Kabla Yesu aende msalabani, mmoja tu alijua na akatamka maneno ambayo hakuna mtu alisema. Mpaka mitume wote 12 hawakujua Yesu ni nani. Mpaka Yesu anawauliza, "Who I am?" Mimi ni nani? Wana guess, wewe ni nabii Elijah. Wana guess. Yesu mimi ni nani? Mara ya mwisho ndio Petro anasema wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Na Yesu akajua si yeye. Akamwambia si uwezo wako. Lakini kuna mtu ambaye hakutaka kuulizwa maswali, ambaye anaitwa mwanamke Msamaria. I love that woman. Evangelist, Samaritan woman. Kwa sababu baada ya kukunywa aliambiwa, maji hii ukinipatia hii yako, nitakupatia maji ya uzima. Maji ya uzima ilikuwa inamaanisha nini? The kingdom of God shall enter you. Kile nitakupatia ni ufalme, utaingia ndani yako. Na bila shaka ufalme ulipoingia ndani ya mwanamke Msamaria, hata alipata ufunuo. Hakuna mtu alikuwa ametambua huyu ni Kristo, lakini mwanamke Msamaria alipokunywa ufalme, aliweza kutambua. Alisema, "Njoni muone. Muone ni nani huyu. Amenipatia siri zangu za ndani." Na alikuwa anajua Yesu si Msamaria, maana alimwambia akikataa kumpatia maji. Kuna vile Yesu alijaribu tu kuingia ndani ya Msamaria, maana huyu mama kulikuwa na boundary between the Wasamaria na Wayahudi. Walikuwa maadui sana. Na Yesu alikuwa amekuja akilete amani, mfalme wa amani, wa reconciliation, wa upendo. Kwa hivyo akataka kulete upendo na njia ambaye imejificha sana. Kwenda kwa mwanamke Msamaria, Yesu alikuwa anarejesha upendo katikati ya Wasamaria na Wayahudi. Na alikuwa anataka kuwa yeye mpatanishi wa upendo. Kwa hivyo akiongea na mama anamwambia sisi hatuna uhusiano. Anamnyima maji. Na imagine mtu akikunyima maji, hiyo wadui ilikuwa ya juu. Ordinary water. Ukiona mtu anakunyima maji, kuna shida. Mimi nikija mgeni nikuombe maji, ni ngumu sana niime maji. Utaweza kuninyima mahali pa kulala. Maana utafikiri mimi nitaweza kukuadhiri usiku. Lakini maji na nikwenda ninaenda huwezi kuninyima. But hiyo wadui ulikuwa wa juu. Kama just maji na nikuchota na chota katika kizima, alimnyima na wakaweza kupishana. Lakini hakujua Yesu hakuwa na haja na maji. Yesu alikuwa anataka kumpatia ufalme, maana yeye mwenyewe ni ufalme. Alikuwa anataka kuingisha ndani yake uwe tele. Na tunaona ufalme ukiingia kwa huyu mama. Maana Yesu akajua sasa kile nitapitia, hata ujui sina haja na maji. Niko na haja kukupatia ufunuo. Nitafungua masikio yako ya kiroho na macho. Utajua mimi ni nani. Maana mimi ufalme nimekuja kwako kukubadilisha. Na alipomwambia siri zake, hapo ndio huyu mama alijua, nani huyu? Huwa ninasikia. Na nguvu za Mungu zikashuka. Huyu mama na ni mkahaba, mama ambaye hawezi pendeka, mama ambaye kijiji kizima kilijua yeye ni nani. Biashara yake ilikuwa biashara ya aibu. Biashara yake ilikuwa ya kulete, yani ya kufanya kuharibu the community. Ilikuwa biashara ya kuharibu wanaume wenyewe na vijana wenyewe. Lakini kile mwanamke alipatiwa ni ufalme. Ufalme hapo hapo ukayeyusha ukahaba. Ufalme hapo hapo ukaondoa ile hali ya kukaa na wanaume tofauti. Ufalme hapo hapo ukaondoa ile aibu mama alikuwa amevaa. Ufalme wa Yesu ama Yesu mwenyewe hapo hapo akaondoa rejection. Maana ilikuwa roho ya rejection, kutolewa na kwenda ukahaba ni roho mbaya. Zikaondolewa zote na Yesu. Na Yesu akataka kuonyeshana yeye ndiye ufalme. Maana si kazi kubwa alifanya, maneno machache aliongea na huyu mama, lakini alipoingia ndani yake yakabadilisha huyo mama immediate. Na huyu mama akaenda. Mama alikuwa ametoka polepole peke yake. Wakati wa mama wengine wanateka maji, huyu mama angeenda kuteka maji. Unafikiri kwa nini Yesu alimkuta peke yake? Kwa sababu alikuwa na biashara ya kuchukiza. Alikuwa na biashara haipendwi. Alikuwa mtu amekatalika na society. Kwa hivyo alienda odd hours, wakati wa mama wengine hawezi enda kwa sababu ile dhihaka. Na Yesu akajua nitampatia ufalme. Na nikimpatia ufalme lazima abadilike. Na alipompatia ufalme immediately, hata si mikono aliwekelewa, ati akaweza kujazwa Roho Mtakatifu vile tunajazwa. Mfalme mwenyewe alipoingia alikuwa na kila kitu. Kuna mwimbaji alisema Yesu ni yote ndani ya yote.
Yesu ni yote ndani ya yote. Kwa hivyo katika zile zote tuko nazo ama zile hali tuko nayo, Yesu ni suluhisho ya kila kitu. Kwa hivyo akaingia ndani ya huyu mama, na huyu mama akaanza wimbo, John muone mtu ambaye ameniambia siri zote, huyo lazima awe ni Kristo. Laiti tungejua ufalme uko ndani yetu, na tujue vile ufalme hufanya hali na kubadilisha maisha yetu. Kama tungejua ufalme ni nini, kuna mambo haingetuchokesha. Kuna hali zingine hazingehitajika hata maombi. Ile imani. Hakuna mahali tunasikia Yesu aliambia mama funga macho nikuombe. Hapana. Lakini yale maneno aliongea yaliachilia nguvu ndani ya huyu mama, maana yeye mwenyewe ndiye uzima. Kwa hivyo hata kile kinatoka ndani yake ni uzima. Hata kuangalia na macho hivi kuna uzima alitoa. Hata communication ya maneno uzima. Kwa hivyo huyu mama akaingiwa na ufalme. Na huu ufalme ulipoingia ndani ya huyu mama, hakuhitajika kuwekelewa mkono. Hakuna anointing alipakwa. Lakini immediately maneno ya mama yakabadilika. Hakuna Yesu akumwambia acha ukahaba. Alimwambia ukweli wa maisha yake. Kumbe wakati Yesu anaongea, ni maji ya uzima ilikuwa inaingia ndani ya huyu mama. Maji ya uzima ikaingia. Na hii maji ilipoingia ikabadilisha ushuhuda na tabia za huyu mama. Immediately akakuwa evangelist. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ufalme wa Mungu uko hapa. Amen. Ufalme wa Mungu tusiutafute tena. Amen. Hata ukiulizwa swali je, ufalme wa Mungu, usijaribu kuangalia kwa maandiko ama useme uko mbinguni. Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguzwa na tu hauji kwa kuangaliwa, lakini uko ndani. Maana tumempokea mfalme ambaye anatawala milele. Bwana asifiwe. Na kama ufalme uko ndani yetu, kwa nini tusibadilike? Kama ufalme uko ndani yetu, kwa nini maisha yetu iwe ni ya huzuni? Kwa nini mateso yatujae? Na ufalme ukiwa ndani yetu, hatutaona mateso. Huyo mama hakungojea apate mume wake halisi ndiye aweze kutangaza. Hakungojea watu waanze kusema amebadilika. Hatuna huyu mama si yule wa kawaida. Huyu mwanamke Msamaria si yule wa kawaida. Hakungojea haya. Immediately ufalme ulipoingia ndani yake, hakukumbuka hali zake tena. Hakukumbuka aibu ama madhara aliyofanywa. Alisikia kile kiko ndani yake ni zaidi ya ile hali alikuwa nayo. Bwana asifiwe. Amen. 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 Of which you are supposed to be. Kile kiko ndani yetu kiwe ni zaidi ya zile hali tunapitia. Hata wakati unakuja kanisani, hatutakumbuka zile hali. Hata kama ni vikwazo kama vile zilikuwa za asubuhi, haziwezi kujenga ndani yetu zitubadilishe. Amen. Sisi ni kusema aliye ndani yetu ni mkuu, ni mfalme wa wafalme, ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana, ni jemedari mkuu wa vita. Ako juu ya umasikini, maana yeye ni tajiri. Ako juu ya shida zetu, maana anaitwa amani. Ako juu ya masumbuko yetu, maana anaitwa nini? Hallelujah. Amen. Amen. Na ndio unaona mitume walipoenda katika Transfiguration Mountain, waliona utofauti. Waliona utofauti kubwa sana. Walitaka kukaa mlimani. Na kama Yesu na Elijah na Musa wangetoka waache the three of them, hawangekaa tena. Wangerudia na mawazo na stress na hali za kawaida. Umwili ungewarudia. Kile hawakujua kile kiko hapo environment, mfalme ako hapa na amemanifest. Kile Yesu alifanya, alimanifest kile kiko ndani yake. Amani akawaachilia. Furaha akaachilia. Kutokumbuka mambo. Hawakumbuki kwao atatutole kwa kukirema. Ndio imagine wakisema hivyo. Yesu acha tujenge tukaange huko. Na ujue wako na familia hawakumbuki. Wako na watu wao hawakumbuki. Hata wana haja nyumba ijengwe kubwa hata yao. Kwa nini? Kile kimeachiliwa ndani yao kimefanya mambo yote iwe hakuna. Kile kiko ni amani na furaha na utulivu. Amen. Na hivyo ndio tunapaswa kuwa. Sisi huaibisha ufalme. Kwa sababu Yesu ndiye anaitwa ufalme. Sisi huaibisha ufalme. Na amesema ufalme uko ndani yetu. Na sisi tunaipisha ufalme. Na tayari uko ndani na unafanya kazi. Last week Bwana alituambia ni sauti gani tunasikia. Kwa sababu anajua ile hali tunaenda. Tunaingia katika mwezi wa Disemba kesho kutwa.
Na tukiingia mwezi wa Disemba, always Disemba kuna anga huachiliwa. Kila mwezi kuna ile hewa ama kuna yale mambo huachiliwa kila mwezi. Kuna mwezi unakaa tu shida. Na watu mpaka wakaujua na wakaubatiza. Sana sana Januari huwa nasema. Watu wanasema ati the longest month. Januari ni mwezi mrefu sana. Januari hakuna pesa zilisha Disemba. Januari imebatizwa majina yote ya ukame. Lakini ni kwa sababu watu hawajui kuna ile anga huachiliwa na watu wamekubali kuconfess na ikakuwa vile. Kwa hivyo hata Disemba kuna hali ya Disemba. Kuna roho ushuka wa starehe, Jezebel spirit. Inashuka Disemba. Inainua madhabahu yake. Jezebel aliinua madhabahu ya Baal na Ashera. Kwa hivyo kila Disemba anaachilia madhabahu yake inainuka. Unakuta ukahaba unakuwa mwingi. Starehe zinakuwa nyingi maana Jezebel alikuwa wa starehe. Uongo unakuwa mwingi. Tabia zote chafu zinakuwa wakati ule. Ni unakuta watoto wengi wanafunzi mwezi wa 9 wanazaa. Mimba nyingi zinapatikana Disemba. Tuende huu mwaka ambao ni wa corona ambapo kulikuwa na mambo mengi inagusa watoto wetu. Lakini miaka mingine ya kawaida Disemba zimeachilia mauti. Na zinaachilia mpaka kwa nyumba za Wakristo. Unakuja kuna mauti kule. Lakini ni kwa nini? Ile anga inaachiliwa mwezi huo ni anga ya kuweza kuipa watu macho kwa sababu iko na urembo. Jezebel alikuwa na urembo wa ajabu. Tabia zake zilikuwa zinavutia. Kwa sababu alikuwa na roho wa giza ambao ulikuwa unaachilia mambo ambayo itaharibu anga ya kiroho ya Wakristo ama watu wa Mungu. Unaona katika maisha ya Jezebel aliachilia kifo cha watu wasio na hatia. Naboth hakuwa na hatia yote, lakini kifo kikaachiliwa juu yake. Ukiangalia wakati ule ndio imani ya Waisraeli ilibadilika, maana walibidi waabudu miungu. Ndio unaona hata Elijah anashindwa atafanya nini? Kwa sababu Jezebel ameachilia kifo, alikuwa anajaa kifo, anaua manabii, anaua watu wa Mungu, wale wako na imani ya Mungu aliye hai. Kwa hivyo hiyo roho hufanya kazi mbaya sana mwezi wa Disemba. Huinukia imani za Wakristo. Wakristo wengi huokoka Januari. Hata wale wamejazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sio mwezi wa kawaida. Na ndiposa tunapaswa sasa kujua ya kwamba ufalme wa Mungu hatutautafuta Januari. Ufalme wa Mungu hatutautafuta baada ya kukula sikukuu ama katika ile najua sikukuu inaanza tarehe 1. Kuna watu wanakuwa na pesa wanaanza sikukuu tarehe 1 Disemba. Kwa hivyo wanangojea tu kesho, siku inagonga hivi. Nyinyi mnasema kuna shida, kuna wale wajui shida. Mnasema hakuna pesa, kuna wale pesa zimefurika ni millionaires. Kwa hivyo tarehe 1 wanaanza sikukuu. Mbuzi na nini. Wanainua madhabahu. Wengine wanaenda kwa boma zao. Mbuzi zinachinjwa wakiwa na ile imani. Kuna mahali wanaelekeza kichwa ya mbuzi ndio ikatwe. Kuna mahali siku ni hapo mbuzi inachinjwa. Kuna wale wanajua ni wanaume wao peke yao, wanawake wanafukuzwa. Hawatakaribia hiyo kazi ya kuchinja mbuzi. Kuna zile nyama za kukuliwa na wazee, za kukuliwa na wamama, za kukuliwa na watoto. Kwa hivyo hizo vitu zinarudi tena. Na wewe umeingia katika ile familia, umeletewa nyama ya wamama. Na umekula. Lakini unasema bado mimi nimeokoka. Na haujui tena unaweza kuingishwa na kudaivatio imani yako. Imeingishwa tena kwa mila ama kwa familia yenu, kwa miungu ya familia yenu. Ni lazima ufalme wa Mungu uwe ndani yako. Nasema ni lazima. Amen. Kwa sababu usipokubali ikae kwa lazima. Maandiko inasema ufalme wa Mungu tunauchukua kwa lazima. The kingdom of God suffered by violence. Na kwa violence ndio tutaweza kuupokea. Kwa hivyo hatusemagi hivyo tukija kanisani. Hatusemagi hivyo kwa sababu kuna tumambo tunazisonga. Hata katika mwezi kama huu wa starehe tunapaswa kukesha sana. Bwana asifiwe. Amen. Je, niulize ufalme wa Mungu uko ndani yako? Hapo tumefika katika hiyo mahubiri, ufalme wa Mungu uko ndani yako. Ama bado unangojea uingie? Uko ndani. Amen. Amen. Kulingana na mahubiri venye umetufikisha, ufalme uko ndani yetu. Amen. 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 Tutapalilia ufalme katika mwezi huu wa starehe. Yes. Tutakuwa sensitive katika umwezi. Yes. Unajua huu ni mwaka ambao uko wa kawaida. Kwa hivyo hata hii Disemba itakuwa ya kawaida. Niwaambie dada zangu na ndugu zangu, it will never be a usual December. Vile tulianza mwaka corona ikaanza kutangaza nje ya Kenya na ikakuwa sasa hiyo wimbo imekuwa
ujue hata hii Disemba itakuwa ya kawaida. Kuna yale yanaachiliwa yazuie ufalme wa Mungu utawale ndani yetu. Kuna yale inaachiliwa yatutoe katika uwepo wa Mungu. Na ile Mungu yale nali Mungu ameahidi ya kwamba ufifio wake utazalika ndani yetu. Na umeanza kuzalika. Na tutafurahi na tulifurahi. Maana Mungu akiongea sauti yake tunaitii. Immediately akiongea inakuwa na uwezo mwingi. Ndio unaona kila mtu ananyenyekea, kila mtu analia, kila mtu anakuwa na emotion kwa sababu voice of God inakuwa na uwezo wake. Lakini kupalilia ile sauti na yale maneno Mungu aliongea ndio mzito sana. Kwa sababu kutimiza yale alisema kuna pingamizi hapa katikati. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tuwe macho. Bwana tusaidie sana katika huu mwezi wa kumalizia mwaka. Atusaidie tuzizalishe kuangamia. Januari ya mwaka wa 2021. Tuzizalishe backsliding. Tuzizalishe mauti. Tuzalishe ukahaba ama usherati. Kuna mchungaji fulani ambaye unaibariki sana. Alisema kila Januari kuna washirika kadhaa huja kumwambia walibackslide December. Siongei hivi tunasema mchungaji ambaye madhabahu ambaye imesimama vizuri. Madhabahu ya kiroho, madhabahu ya wazazi wetu. Lakini akasema Januari huletewa kuna wale huja kutubu na wale hawaendai kutubu kwake ni wakati. Na anasema kadhaa semi mmoja. Na alikuwa anasema huwa anahuzunika. Hatujui kama Mungu atakuja mwezi wa Disemba. Ni wengi wataangamia. Kwa sababu nasema Mungu utaunderstand. Nyama imenukia vizuri. Mulienda sikukuu na kama kuna covenant mbaya ya nyama. Imenuka vizuri na tunapenda choma. Lakini umefuatilia ukaangalia. Mimi nimeona si mara moja, nimeona hata kwa familia. Unakuta kuna mahali, hakuna pengine kondoo itakatiwa kichwa. Kuna mahali maana ni madhabahu imeinuliwa. Lazima damu imwaike kwa hiyo mchanga inyonye. Na ikichinjwa sasa mama mnaambiwa leteni sufuria, unapatiliana kwa fence. Usikaribia hapo. Na ni kondoo ama mbuzi na chinjwa mkule nyinyi wote. Baadaye unakuta hii mnaambiwa upike kwa sufuria kando ni ya wazee. Na mnapika nyinyi wa mama. Alafu wa mama kuna yao na watoto. Madhabahu imeinuliwa, unasema tu leo kama ni kawaida. Kufika Januari, nguvu zimeisha za kiroho. Nguvu za maombi zimefifia. Maono yameisha tena kuombewa macho ifunguke pastor niombe siku hizi sionagi. Bwana asifiwe. Huu ni mwezi wa hatari tunaingia. Ni mwezi ambao ni wa hatari kwa Wakristo. Kwa hivyo inapaswa tujue ufalme wa Bwana wa Mungu uko ndani yetu. Tutigeze. Si ati wakati uko mbali hatujaonana unasema sasa wacha niombe nipige simu pastor aniombee kwa sababu sisikii nguvu za Mungu. Umebeba ufalme wa Mungu ndani yako. Amen. Kila mmoja hapo hapa umebeba ufalme wa Mungu ndani yako. Na kama umebeba ufalme wa Mungu ndani yako, hapa duniani mtoto wa mfalme, kuna wakati mtoto wa vice president alikuja kanisani huko kwa Nairobi, kanisani la Kayole. Na alipokuja kulikuwa na sherehe kanisani. Alilakiwa vizuri kama president. Na kukakuwa na kuna mabodyguards na heshima mpaka kiti chake kile anapatiwa. Watu wote wanaangalia mpaka media ilikuja tu kwa sababu mtoto wa vice president anakuja. Kwa hivyo hata wewe kwanza si wa vice president by the way. Wewe ni wa hata si president. Wewe haitu president, wewe unaitwa mfalme. There is a difference between a king and a president. Amen. Hallelujah. Amen. Kama mfalme wako ndani yako, kwa nini usiwe na command? Ujue wewe ndio unakosa kujielewa. Mashetani huweza kutoroka immediately wakikuona. Kwa sababu hata malaika wanafanya kujulikane kuna mtu anakuja. Nani anakuja? Prince. Kwa mashiko wana behave ya malaika wa Mungu venye wana behave, kuna mtu anakuja ambaye ni wa heshima. Mtoto wa kifalme anafanya nini? Haijalishi ufupi ama udogo. Katika ufalme wa kiroho hakuna kuangalia size ya mwili. Haiangalii intelligence ya duniani. Haiangalii vile unajua sana. Na ndio maandiko inasema katika kitabu cha Isaiah 45. Kuna mahali pale chini inasema ya kwamba hata wajinga hiyo barabara Kikuyu kwanza inasema vizuri ni yake twani. Yaani hakuna kushinda ukiambiwa pita hivi. Ukiokoka na hata hukwenda shule. Hiyo barabara ukiingia ya kiroho hakuna kuelekezwa. Roho Mtakatifu anakuambia pita hivi. Hakuna masomo ama degree.
Kwa hivyo kama wewe ni mfalme, ndani yako kuna ufalme, haupaswi kuangamia. Unapaswa maroho zikikuona zinakuondokea, kuoneshana hata ukienda kwenyu, kama kuna imani itainuliwa ambayo hauko ndani yake, unapaswa kukomani. Unasema mimi sitakula. Ukiulizwa ni kwa nini? Kwa sababu hii chakula hainifai. Mnaona Danieli kama walikuwa wajinga wakiwa na kina Shadraka. Unaimagine kwa mfalme ile chakula inakuanga. Haujakaribia huko uone. Mimi nimekuwa under tent ya president. Imeombwa na rafiki yake Karen. Hiyo tent peke yake, sura yake na zile viti zinakuambia tu anga imebadilika. Ile starehe iko huko ndani, ukiangalia tu mpaka choo. Inaitwa mobile. Ukiingia ndani unakuta wimbo. Kuna rafiki mmoja aliingia hiyo choo na mimi sijaingia, akatoka akicheka mpaka akaanguka chini. Nikamuuliza ni nini? Anatufanya hivi. Tunamuuliza, anatuonyesha hivi. Alipoweza kutamka alisema muingie ndani. Kwa nini? Kwa sababu alikuta hii choo kuna wimbo. Yaani uko kwa starehe zako na wimbo inakuimbia. Una imagine kama hapa duniani kuna kwenye starehe kama hizo. Je, wewe mtoto wa mfalme unapaswa popote unapita, mapepo zinajua wewe ni nani, zinakuondokea. Amen. Naye iko mbele yako ikitengeneza njia mapepo wakuondokee. Amen. Tukue na ufunuo. Amen. Bwana atusaidie kuelewa sisi ni nani. Amen. The kingdom of God is in us. The kingdom of God is reigning in us. Amen. Sisi ndio tunagushaga Yesu. Hiyo Kiswahili tunapenda, kuna Kiswahili nasema hivyo aje. Kuangusha. Kwa nini tunaangusha Yesu? Kwa nini tunamwangusha? Na already alilete, he came as kingdom. He came himself as kingdom. And he released kingdom in us. Authority. Kuna utawala mkubwa ndani yetu. Tutaweza kuwa hatuna hapa nje, lakini ndani maroho wachafu, hata shetani mwenyewe wakiona ni nani anakuja, they pave the way. Amen. Si ati wewe ndio unatorokea shetani, ni shetani anakutorokea. Amen. Amen.